صلى الإله العظيم على المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم علمنا الذي ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الخبير. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Ndugu yangu mtazamaji ama mfuatiliaji, kukaribisha katika barnamiji yetu ya diploma kwa Waislamu wapya katika chuo chetu cha Academy, na ambapo tumeanzisha kozi ya kuamini mitume. Hii ni chini ya mada ya aqida katika Uislamu, ikiwa topiki yetu ya leo tutazungumzia kuamini mitume. Hii ni diploma ambayo inamsaidia Muislamu mpya kujua misingi katika dini yake, kujua mambo muhimu na mambo ambayo ndiyo yanayotakikana ya msingi ya kwanza katika Uislamu. Kwa hivyo nakukaribisha sana kwa moyo mkunjufu ili uwe na sisi kuanzia mwanzo mpaka tamati, na mimi ni wako Ustadh Uthman Abdallah Ahmed. Katika kozi hii ya diploma wa Waislamu wapya, tukiwa na mada ya aqida katika Uislamu. Aqida ni tauhid, yani jinsi ya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapa katika aqida tunaangalia imani ya mitume. Imani ya mitume, tukijua kuwa Muislamu hawezi kuwa Muislamu mpaka atakapowaamini mitume wote. Mitume wote ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatuma. Kwa hivyo Muislamu lazima awaamini, ndio Uislamu wake utakuwa umetimia. Sasa insha Allah leo tutazungumzia kuamini mitume. Hapa katika kuamini mitume tutaanza moja kwa moja na watu wanahitaji nini, yani kulingana na jinsi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuumba sisi binadamu. Ametuumba katika hali ya sisi kuhitaji mitume. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuumba, ametuumba kuwa binadamu tunahitaji mwongozo, kwa sababu mitume ni viongozi. Kwa hivyo mwanadamu lao angeachwa bila kuwa na mwongozo, hatoishi katika mazingira ya kisawa, mazingira salama. Kwa hivyo huu utume ni jambo ambalo wanadamu wanahitajia. Watu wanahitaji mtume, watu wanahitaji mjumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ambavyo katika tafsiri ya Qur'an ya suratu Shura, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza kuwa kuletwa kwa mitume ni roho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema kuwa kuletwa kwa mitume ni roho, yani ni nuru kwa watu ambayo itawaongoza katika maisha yao. Kwa hivyo ule utume ambao tunauhitaji sisi binadamu ni roho na ni nuru
kwetu, na ni uhai ambao unafaa binadamu waukumbatie, kwa sababu ndio uhai wa moyo. Kwa hivyo muhimu wa utume ni ruh. Utume ni ruh na ni nuru kwa jamii, ni nuru kwa binadamu. Alafu pia jambo lingine la pili, kwa hivyo kitu cha kwanza tutasema binadamu tunahitaji utume, kama utume ni nuru na roho, ni nuru na roho kwa binadamu. Mwenyezi Mungu anasema, na lakini tumeifanya iwe nuru, tumuongoze kwayo tumtakaye katika waja wetu. Na kama hivyo tumeleta wahyi, wakadhalika ja'alnaka wakadhalika uhaina ilaika ruhan min amrina. Mwenyezi Mungu asema, na kama hivyo tumeleta wahyi kwako, roho kutokana na amri yetu. Hakuwa ukijua ni nini kitabu wala imani. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wa kuleta kwake utume ni nuru na roho, kama Mwenyezi Mungu anavyosema katika maisha ya mwanadamu. La pili, huku kuamini mtume ni moja katika nguzo za imani. Yani hapa tunaangalia umuhimu kwanza, umuhimu wa mitume. Umuhimu wa mitume. Kwanza, utume ni nuru na roho. Namba mbili, utume ni mojawapo katika nguzo za imani. Nguzo za imani. Utume ni moja katika nguzo za imani. Ukiangalia katika hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ikiwa inajulikana kama hadithu Jibril, ambayo Jibril alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaketi karibu naye Mtume, maswahaba wakiangalia, wakisikiliza kwa makini na ukifuatilia. Alikuwa akimuuliza masala, akamuuliza kuhusu Uislamu ni nini, kisha akamuuliza kuhusu imani. Sasa katika imani akataja pia imani ya kuamini mitume. Na pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja katika suratul Baqara, kuwa tunawaamini mitume. Tunafaa kuamini mitume ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaleta. Tunafaa kuamini mitume na hatufai kuwabagua. Tunafaa kuamini mitume wote ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatuma, na hatufai kubagua baina ya hawa mitume. Kwa hivyo katika umuhimu wa imani ni kuwa imani ya mitume ni moja katika nguzo kubwa sana za Uislamu. Kwa Uislamu lazima tuamini mitume. Kwa hivyo kuamini mitume ni moja katika nguzo muhimu sana ambazo ziko katika nguzo za imani. Imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, na kuamini mitume wake. Sasa kwa hizi pointi mbili zinatuonesha umuhimu wa mitume. Twende katika maana ya kuamini mitume. Kuamini mitume maana yake ni nini? Kuamini mitume maana yake ni imani thabiti ya kuamini kwamba Allah katika kila umma amepeleka mtume. Yani kuamini mitume ina maana ya kuwa unaamini kisawasawa kwa Allah amepeleka mtume katika kila umma. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kuwalingania kumwabudu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye Allah asiyekuwa na mshirika, na kwamba mitume wote ni wa kweli na wametumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Mwenyezi Mungu anasema katika tafsiri ya aya suratul Nahl, hakuna la wajibu kwa mitume isipokuwa tu kufikisha kuliko bayana. Yani mitume wamepewa jukumu la kufikisha. Mitume jukumu lao albalaghul mubin, ni kufikisha ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mitume, maana ya kuamini mitume ni kuwa na imani thabiti kuwa hawa ni watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatuma kwa kila umma, akawapeleka, na kazi yao ni kuongoza na kuongoza watu katika njia ya haki. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawa mitume amewapa kitu ambacho kinachowatia nguvu zaidi. Kitu gani? Amewapa miujiza. Amewapa miujiza. Miujiza ni nini? Miujiza ni jambo ambalo si la kawaida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa mtume wake kama support ili watu wamwamini. Kwa hivyo miujiza ni mambo yasiyokuwa ya kawaida, yanayoonyesha ukubwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia manabii na mitume. Iko miujiza mingi sana ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa manabii wake, miujiza mingi sana. Sasa leo tutataja tu michache. Katika miujiza wa kwanza kuna muujiza wa Nabii Musa. Muujiza wa Nabii Musa. Nabii Musa alikuwa ni mmoja katika manabii ambao walitumwa kwa wana wa Israeli. Sasa huyu nabii alikutana na changamoto nyingi sana, kwa sababu katika historia alilelewa katika nyumba za mfalme, nyumba ya Firaun. Sasa ikawa ni changamoto sana kwake, baada ya kuwa Mwenyezi Mungu amemchagua kuwa awe mtume na amekulia katika nyumba ya kifalme, nyumba ambayo ilikuwa ikijinadi na kujidai kuwa ndio nyumba ama mfalme ndio kama Mungu. Kwa hivyo Nabii Musa akawa na changamoto nyingi za kufikisha ukweli, kufikisha haki ambayo ametumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu akampa kitu ambacho kitakuwa ni chenye kumsapoti. Kitu chenyewe ni nini? Miujiza ya fimbo. Sasa Firaun aliamua siku moja akaita watu na akaita watu ambao ni wachawi, akaita wale wachawi ambao ni mashuhuri waje kwa ajili ya kuchallengeana na Musa, Nabii Musa alayhi salam. Sasa wao wakabwaga vitu vyao walipokuwa navyo vya kichawi na nini na mazingaombwe, lakini sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa nguvu Musa, akamwambia wa alqi ma fi yaminika ya Musa, na wewe Musa tupa kile ulichokuwa nacho ambacho ni fimbo. Akatupa ile fimbo ikawa nyoka hayatan tasaa, akawa ni nyoka ambaye yuwakimbia kuanza kumeza vile viji nyoka vidogo vidogo ambavyo vilikuwa ni vya kichawi vimewekwa pale. Sasa ikawa ule muujiza ndio kitu kikubwa ambacho watu wakajua kweli Musa ni mtume wa Mungu. Wengi wao walisilimu wakiwemo hao wachawi. Kwa hivyo ilikuwa ni muujiza wa fimbo. Kisha katika miujiza kuna muujiza wa Nabii Isa. Muujiza wa kwanza, fimbo ya Nabii Musa. Fimbo ya Nabii Musa alayhi salam. Alayhi salam. Fimbo ya Nabii Musa alayhi salam.
Kisha katika miujiza ni Mtume Isa alayhi salam, Mwenyezi Mungu alimpa miujiza mingi sana. Katika miujiza aliyompa Nabii Isa alayhi salam, Mwenyezi Mungu alimpa uwezo Nabii Isa alayhi salam wa kutabiri, kuwapa habari ya chakula hawa wana wa Israeli. Na ikafika mahali pia walimuomba Musa Isa alayhi salam, kwa hebu kama wewe ni Mungu ama kama wewe wasema ukweli, mwambie Mungu wako atuletee chakula. Nabii Isa akawaambia muogopeni Mwenyezi Mungu, akaomba dua, kisha chakula kikateremka kutoka mbinguni. Kwa hivyo alikuwa na miujiza mingi. Kwa hivyo katika miujiza ni chakula kiliteremka kutoka mbinguni, kisha akaweza kuwabashiria kuhusu vyakula ambavyo wataviweka katika majumba yao, watakula na nini na nini. Kwa hivyo Nabii Isa alipewa miujiza mingi. Katika miujiza ni chakula. Chakula kidogo kinatosheleza watu wengi, kama ambavyo kwamba ilivyo katika vitabu. Kisha huyu Nabii Isa alipewa muujiza wa chakula kukitabiri, pia kutoka kuomba kitoke mbinguni na kikaja chakula ambacho kimekamilika. Kisha katika miujiza Nabii Muhammad alayhi salam alipewa miujiza ya mwezi kupasuka, wakati ambapo Makureishi walizidi kutomwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakakusanyika siku moja, wakajaribu kumchallenge, wakamwambia basi tuoneshe muujiza kama wewe ni wa kweli. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjalia, akaomba dua, mwezi ukaja kutoka kule uliko mpaka mbele yake ukapasuka. Mwenyezi Mungu anasema iqtarabatis saatu wa inshaqqa al-qamaru. Kule kupasuka mwezi mbele yao, akauona mwezi wapasuka mbele yao, walijua huyu kweli ni mtume. Kwa hivyo katika kuamini mitume, Mwenyezi Mungu aliwapa miujiza. Mwenyezi Mungu aliwapa hawa mitume miujiza tofauti tofauti. Je, katika kuamini mitume kuna jumuisha vitu gani? Hapa ni miujiza mwezi kupasuka. Kuamini mtume kuna jumuisha vitu gani? Kuamini mitume kuna jumuisha vitu kadhaa. Kuamini mtume kuna jumuisha vitu kadhaa. Kitu cha kwanza, kuamini kwamba ujumbe wao ni wa kweli kutoka kwa Allah. Mtu kumwamini mtume ni kuamini kwamba ujumbe wao unatoka kwa Allah. Ujumbe unatoka kwa Allah. Ujumbe unatoka kwa Allah. Ujumbe unatoka kwa Allah. Namba 2, kuamini mtume kuna maanisha kuwa kuamini mitume na manabii wote tunawaamini. Yani kuamini mtume ni kuamini wote, yani bila kubagua. Kuamini wote mitume, kuamini wote bila kubagua, bila
kuwabagua. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi, kullun la nufarriqu baina ahadin min rusuli, yani kuamini mitume wote bila kuwabagua. Kisha katika mambo ambayo yanajumuishwa hapa kuamini mitume ni nini? Kuamini kuwa ni za kweli taarifa sahihi za mitume na miujiza yao katika Qur'an, kuwa yale wanayosema ni kweli kabisa, yale wanayosema ni kweli kabisa, yani kusadikisha habari zao. Habari wanazosema mitume ni habari za kweli kabisa. Kwa hivyo kuamini mtume kunajumuisha kuwa yale wanayosema mitume ni ya kweli kabisa. Kisha kuamini mitume kunajumuisha kuzielekeza sheria za mitume ambao ametumwa kwetu na ambaye ni mtume bora zaidi miongoni mwa mitume na ni wa mwisho wao, huyo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuamini mtume kunajumuisha kuamini ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mbora wao, mbora zaidi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo mtume wa mwisho, wa baada yake hakuna mwingine. Haya, sifa za mitume. Sifa za mitume ni zipi? Sifa za mitume ni wana sifa gani? Sifa ya kwanza, sifa za mitume, sifa zao ya kwanza, wao ni binadamu. Wao ni binadamu. Kwa mitume sio malaika au si viumbe ambavyo hatuvijui. Wao ni binadamu kama sisi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amewapa wahi kwa ajili ya kuwatofautisha na sisi, kuwatofautisha na binadamu wengine, lakini wao ni mitume. Kisha hawa binadamu hawana sifa yoyote ya uungu wala umola, hawana kuwa ni binadamu lakini wana sifa iliyokamilika ya uungu, hapana, bali ni binadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa wahai na ujumbe kwa sababu wao amewachagua ili wawe ni mitume au viongozi wa watu. Kisha katika sifa zao namba 2, Allah amewateua kuwapa jukumu maalum na utume. Wao ni wateule. Allah amewachagua, amewataua kwa kuwapa jukumu maalum. Hawa ni binadamu, Mwenyezi Mungu amewachagua kwa kuwapa jukumu la utume, wateule wa jukumu la utume. Allah Subhanahu wa Ta'ala amewateua kwa kuwapa jukumu maalumu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama anavyosema katika suratu Al-Kahfi, sema hakuna vingine isipokuwa kwamba sisi ni wanadamu tu kama nyinyi. Sisi ni wanadamu kama nyinyi, isipokuwa tunaletewa wahai kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, kwamba muabudiwa wenu ni wa haki ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika sifa nyingine, wamepewa kinga ya kutofanya makosa
katika yale mambo wanayowakilisha kutoka kwa Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa kinga, hifadhi kutokana na hifadhi ya makosa ya kibinadamu katika yale wanayo yafunza au wanayoyaelekeza ama wanayoyalingania. Yani Mwenyezi Mungu amewapa wahi kisha akawapa hifadhi kwa yale wanayoyasema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuyalinda vizuri, aweze kuyalinda, yani wasije wakaonekana wanapitikiwa na yale makosa ya kibinadamu katika ule ujumbe ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa. Kisha katika sifa zao, wao ni wakweli, wao ni wakweli, ukweli. Mitume Allah awafikishie amani, ni wakweli katika kauli zao na vitendo vyao. Allah anasema haya ndiyo yale ambayo Allah mwingi wa rehma ameahidi, na mitume wamesema kweli. Ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun, hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Kwa hawa ni mitume, wao sifa zao ni ukweli, sifa zao ni ukweli katika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaagiza ukweli. Kisha katika sifa zao hawa mitume ni uvumilivu katika sifa zao ni uvumilivu. Hawa ni viumbe ambao Mwenyezi Mungu amewapa subra ya hali ya juu sana. Amewapa subra ya hali ya juu sana, kwa sababu wanawaita watu katika mambo ya kheri, na ibilisi yuko, sheitani yuko. Kwa hivyo walikuwa wakipambana na mambo mengi sana ya maudhi. Kwa hivyo inabidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape sifa ya kuvumilia. Kwa hivyo mitume walikuwa ni wavumilivu. Baada ya hapa sasa tuangalie matunda ya kuamini mitume. Ukiamini mitume, matunda yake ni yapi? Ni yapi matunda ya kuamini mitume? Faida zake, faida za kuamini mitume alayhimus salam. Ya kwanza, matunda yake ni kujua rehma ya Allah na kuwajali waja wake. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwajali waja wake. Kujua rehma kwa Mwenyezi Mungu ni mpole, rahma ya Allah, na kuwajali waja wake. Kujua wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mpole na yuwajali waja wake. Mwenyezi Mungu asema katika tafsiri ya hii aya, Mwenyezi Mungu asema, na hatukukupeleka wewe isipokuwa tu ukawe rehma, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kwa hivyo hii ni sifa ni faida ya kuamini mitume, kuwa ni kutambua wa Mwenyezi Mungu anawajali waja wake kwa kuwaletea mitume ambao ni faida kwao. Namba 2, kumshukuru Allah kwa neema hii kubwa. Faida ya kuamini mitume ya pili ni kumshukuru Allah. Ni kumshukuru Allah kwa neema hii ambayo aliyotupa, kumshukuru Allah.
kumshukuru Allah kwa neema hii. Neema hii kupewa mitume ambao watakao kuongoza, hiyo ni neema. Kwa hivyo ni neema na neema kubwa sana. Kumshukuru, faida za kuamini mitume, unapata kuwa mja mwenye shukurani, kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha jambo lingine la tatu ni kuwapenda mitume. Jambo lingine la faida ni kuwapenda mitume. Faida ya kuamini mitume ni kuwapenda, kwa sababu ikiwa unapoamini muamini mtume sallallahu alaihi wasallam ama mitume alayhimussalam, hiyo ni dalili ya kuwa unawapenda, na kule kuwapenda ni katika ibada. Kuwapenda hawa mitume ni katika ibada. Halafu faida nyingine ni kufuata ujumbe ambao mitume wamekuja nao kutoka kwa Allah. Kufuata ujumbe wa Allah, kufuata ujumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni faida nyingine ya kuamini mtume. Kwa unapoamini mitume, tayari ni dalili ya kuwa wewe unawafuata. Allah mtukufu amesema kuwa basi yeyote aliyefuata mwongozo wangu hatapotea na hata taabika. Mwenyezi Mungu anasema, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, kwa yule ambaye atakayepuuza ujumbe wa Mwenyezi Mungu atakuwa na maisha magumu. Waman taba, na mwenye kufuata uongofu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfanyia wepesi mambo yake, maisha yake yatakuwa mazuri. Sasa hizi ni katika faida au matunda ya kuamini mitume alayhimussalam. Kisha baada ya hapo sasa tuangalie itikadi ya Muislamu juu ya Isa. Itikadi ya Muislamu juu ya Isa. Manake tumeangalia kwa ujumla mitume. Kuamini mitume kwa ujumla. Mwanzo tumeona ule umuhimu wa mitume ni nini. Mitume ni kama nuru ya binadamu. Mwenyezi Mungu amejalia kuwatuma mitume ni kama roho. Na kama hivyo tumeleta wahi kwako, ruhan min amrina. Yani hii ni dalili ya kuwa binadamu walikuwa wanahitajia mitume. Kisha ni moja katika nguzo za imani, umuhimu wake. Halafu kisha tumeona maana ya mitume ni nini. Maana ya mitume kuamini kuwa hawa, imani thabiti kuwa hawa Mwenyezi Mungu amewapeleka katika kila umma. Kisha tukaona Mwenyezi Mungu amewapa miujiza ambayo ni kama kuwa support. Kisha baada ya hapo tukataja hiyo miujiza. Kisha hawa mitume hawa sifa zao ni kina nani? Tumeona sifa zao, hawa ni binadamu. Mwenyezi Mungu amewateua, Mwenyezi Mungu amewahifadhi kutokana na makosa ya kibinadamu yale madogo madogo. Kisha Mwenyezi Mungu pia amewajalia kuwa ni watu wenye ukweli na wenye uvumilivu na kustahamili.
Kisha tukaona matunda ya hawa mitume. Ukiamini mitume, matunda yao ni kama haya. Kwa kwanza ni utatambua rehema ya Mwenyezi Mungu, kwa Mwenyezi Mungu anajali waja wake. Kisha utapata nafasi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tatu, utapata nafasi ya kuwapenda hawa mitume. Kisha nne, utapata nafasi ya kufuata ujumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tuende tuotaje mmoja kama mfano, moja au wawili kama mifano katika mitume. Tuanze na Nabii Isa alayhi salam. Muislamu yafaa kuamini vipi na kuitikadi nini kuhusu Isa alayhi salam? Itikadi ya Muislamu juu ya Isa alayhi salam. Itikadi ya Muislamu juu ya Isa alayhi salam. Isa ni nani? Kwanza tumjue Isa. Isa ni mwana wa Mariamu. Yani hapa tutapata huyu Isa kumtambua vizuri. Kwanza yeye ni mmoja wa miongoni mwa mitume wenye msimamo na wenye ahadi kubwa sana. Isa ni mtoto wa Maryam. Maryam ibnat Imran. Maryam binti Imran. Kwa hivyo Isa ni mtume ambaye alizaliwa bila baba. Kuzaliwa kwake ni miujiza, kwani Mariamu hakuolewa wala hakuingiliwa na mwanamume kuatapata ujauzito wa Isa alayhi salam. Ndio maana wakati Maryam alipopata hii hali, akawa ni mwenye kupata tabu sana katika jamii. Jamii ikawa haimuelewi, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka jambo lake atalifanya. Baada ya Nabii Isa kuzaliwa, Maryam akawaambia watu, basi huyu hapa ndiye atakayesema ukweli. Na yule mtoto akasema ukweli wote, kwa mimi nimetumwa na Mwenyezi Mungu, mimi Mwenyezi Mungu amenijalia kuwa nabii, na mama yangu huyu ni mama aliyehifadhika, mama mwenye heshima, ambaye hakuweza ama si mchafu kama mnavyofikiria kuwa labda atakuwa alitoka akaenda kutafuta uchafu. La, yeye ni mama msafi ambaye amechaguliwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kunileta mimi. Kwa hivyo yule mtoto akazungumza tu baada ya kuzaliwa, ikawa at least na Maryam amepata afueni kutokana na maneno yaliyokuweko wakati huo. Kwa hivyo Isa ni mtoto wa Maryam. Tunamuita sisi Waislamu tunamuita Isa, wengine wale wanamuita Jesus, wengine wanamuita Yesu. Kwa hivyo haya yote ni majina ambayo wanakusudia mtu mmoja, lakini sisi tunaamini yeye ni mmoja katika manabii ambao ni miujiza, walipatikana kimiujiza. Hasa Muislamu kwanza anaamini miujiza yote iliyopatikana ya yeye kuzaliwa, yeye kupatikana kwake. Muislamu yuiamini na yuikubali. Tu, Muislamu anaamini kwa yeye Nabii Isa ni katika wale mitume ambao tunawaita ulul azmi minar rusuli. Yani ni mitume ambao walikuwa na mitihani na challenges nyingi katika kufikisha kwao, lakini wakaonesha uvumilivu wa hali ya juu. Hawa ni mitume watano. Wa kwanza ni Muhammad, wa pili ni Ibrahim,
watatu ni Nuh, wa nne ni Musa na watano ni Isa alayhi salam. Kwa hivyo Nabii Isa yuko katika hawa wanaitwa ulul azmi minar rusuli. Kwa hivyo Nabii Isa kwanza tunasema ni mtoto wa Mariamu, mtoto wa Mariamu, Maryam binti Imran wa Maryam ibnat Imran. Pili ni katika manabii wale ambao wanaitwa ulul azmi, wenye msimamo na wenye hadhi kubwa sana, wenye hadhi kubwa, wale mitume watano, kwa sababu ya misukosuko waliokuwa nayo. Kwa hivyo walivumilia nafasi kubwa, sehemu kubwa sana, Mwenyezi Mungu akawatunuku na cheo hicho cha ulul azmi. Nabii Isa yeye ni mwana wa Maryam na mama yake Mariamu ni mwanamke mwema. Nabii Isa yeye ni mwema, kama Mwenyezi Mungu anavyosema kupitia katika ulimi wake, wa barram biwalidati walam akun jabbaran, kuwa Mwenyezi Mungu amenifanya mimi niwe ni mtu mwema, pia mama yake ni mwema. Kwa hivyo Nabii Isa yeye ni mwema, pia mama yake ni mwema, pia mama yake, wabarram biwalidati. Naam, Nabii Isa ni kati yake na kati ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna mtume mwingine. Yani Nabii Isa alikuwa ni mtume ambaye alimtabiri Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alimtabiri. Yani baada ya Nabii Isa hakuna nabii mwingine aliyekuja isipokuwa yeye. Wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad, alimbashiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha huyu Nabii Isa tunaamini miujiza ambayo Allah ameionyesha kupitia kwake. Nabii Isa alipewa miujiza mingi mpaka ya kuumba. Ya kuumba. Nabii Isa aliumba ndege biidhnillah na akapulizia ruhu biidhnillah, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Nabii Isa alipewa akaponesha mtu ambaye alikuwa na shida, alikuwa ni kipofu, mwingine alikuwa na matatizo ya mabalanga, Mwenyezi Mungu akamjalia akamponesha. Kwa miujiza yote tunaamini miujiza. Tunaamini miujiza yote aliyopewa, miujiza aliyopewa ni ya kweli, aliyopawa ni kweli kutoka kwa Mwenyezi Mungu, si yeye bali ni miujiza amepewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Halafu pia tunaamini Nabii Isa hakuuawa wala hakusulubiwa. Nabii Isa hakuuawa wala hakusulubiwa. Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum. Nabii Isa hakuuawa, hakuuawa wala kusulubiwa. Nabii Isa hakuuawa wala hakusulubiwa. Yale mambo kuwa aliuawa akafufuka siku ya tatu, Nabii Isa yule mwenyewe hakufanyiwa kitu kama hicho. Fikiria tu wewe na ndugu yangu, ikiwa ni mtu ambaye aliuawa, waliomuua kweli wanaweza kuua Mungu?
Halafu baada ya kufa nani alishikilia dunia? Baada ya kufa aliyeshikilia dunia ni nani? Kwa hivyo haya ni maswali mawili ambayo mtu anaweza kujiuliza. Kama kweli aliuawa, nani huyu alikuwa na nguvu ya kwenda kuua Mungu? Haya, baada ya kufa hii dunia ilishikiliwa na nani? Kwa hivyo Nabii Isa sisi tunaamini hakuuawa wala hakusulubiwa. Sasa haya tu ni baadhi ya mambo ambayo Muislamu anaitakidi kwa Nabii Isa alayhi salam. Nabii Isa atarudi. Muislamu anaamini, tukiongezea hapa, Muislamu anaamini Nabii Isa atarudi. Wa innahu la ilmun lisaa, atarudi iwe ni alama ya kiyama, katika alama kubwa kama ilivyokuja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa yeye kurudi kwake ni katika alama kubwa za kiyama kukaribia. Nabii Isa atarudi na atakuja kuongoza, atakuja kufuata yale miongozo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sio kuwa atakuja na dini mpya, la, atakuja awe ni mfuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ili aweze kukamilisha ile ada ya binadamu ya kufa, kwa sababu tunaamini yeye ni binadamu. Hivi sasa Mtume Isa yuko kwa Mwenyezi Mungu, sio kwa aliuawa, la, Mwenyezi Mungu alimpaisha, bal rafa'ahu Allah, mpaka hivi sasa yuko kwa Mwenyezi Mungu huko mbinguni, na Mwenyezi Mungu atamregesha mwisho wa dunia, atakuja kuishi na watu akifuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha haya ni baadhi ya yanayotakikana kuitakidi juu ya Isa alayhi salam. Number 1, kwa ni mtoto wa Maryam binti Imran, sio mtoto wa Mungu wala sio Mungu, ni binadamu aliyezaliwa aliyepatikana kimiujiza kupitia Mariamu. Wenyewe wanasema Bikira Maria, Mariamu, Mary. Kwa hivyo ni mtoto wa kimiujiza. Namba 2, ni mmoja katika mitume ambao walivumilia na wakapewa hadhi kubwa sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Namba 3, yeye ni mwema na mama yake pia ni mwema. Nabii Isa ni mwema, yeye na mama yake. Namba 4, Nabii Isa alikuwa ndio nabii ambaye alibashiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baina yake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna nabii mwingine, bali yeye alibashiri, mimi nitatoka na atakuja mwingine, mubashiran birasuli yaati min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni moja katika majina yake. Kisha namba 5, alipewa miujiza mingi kama tulivyoeleza kule tulivyokuwa tukieleza mitume na miujiza yao, tukagusa miujiza ya Nabii Isa alayhi salam. Kwa alipewa miujiza yote na ni ya ukweli. Kisha tunaamini kuwa Nabii Isa hakuuawa wala hakusulubiwa, bali shubbiha lahu, bali walifananishiwa, wakaona ni yeye kumbe si yeye, lakini yeye mwenyewe yuko wapi? Yuko kwa Mwenyezi Mungu. Bal rafa'ahu Allahu ilayhi, yuko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tunaamini kuwa Mwenyezi Mungu atamrudisha duniani aje kufuata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha muda wake ukifika atakufa. Huyu ni Isa alayhi salam. Tumwangalie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam
Tuangalie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, itikadi ya Muislamu juu ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Itikadi ya Muislamu juu ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad, tukianza sifa zake, yeye ni mtoto wa Abdullah. Huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ni Muhammad mtoto wa bin Abdillah, baba yake alikuwa akiitwa Abdillah bin Hashim, Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kinana. Kwa hivyo huyu yeye alizaliwa na baba na mama. Baba kiitwa Abdullah, mama kiitwa Amina tu bintu Wahabi. Kwa hivyo huyu alizaliwa kutoka katika familia au kabila la Quraishi, kabila la Quraishi. Sifa zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume na nabii, ni mja wa Allah na ni mtume wake, na kwamba yeye ni bwana wa wanadamu na ndiyo mwanzo. Kisha huyu alizaliwa si kama Isa alizaliwa na mama bila baba, lakini huyu alizaliwa na mama na baba. Sema tu baba yake alifariki akiwa bado hajazaliwa. Huyu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha katika sifa zake zingine, sifa zake huyu ndiye mwisho wa mitume, ndio mwisho wa mitume. Huyu ndiye akhirul anbiya, ndio mwisho, mtume wa mwisho. Hakuna mtume mwingine atakayekuja baada yake. Tunaamini huyu ni mkweli, alikuwa na sifa ya ukweli na mwaminifu. Kweli, mwaminifu. Wao pia Makureish wa Arabu kabla ya kupewa utume walikuwa wakimuita as-sadiqul amin, yani mkweli na mwaminifu. As-sadiqu al-amin, mkweli na mwaminifu. Kwa hivyo tunaamini kuwa ni mkweli katika yale anayoeleza na tunamtii katika anayoamrisha. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni wajibu kwetu kuweka mbele na kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko kila kitu. Sisi ni wajibu kwetu kumpenda kuliko kila kitu, hata nafsi zetu. Sisi Waislamu, Muislamu anaamini kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafaa kupendwa kuliko kila kitu, kuliko kila kitu. Yani tunamtanguliza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mapenzi kuliko chochote. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pia katika sifa zake yuko katika wale waliopewa hadhi, waliopawa hadhi kubwa, hadhi kubwa, wale ulul azmi minar rusuli, hadhi kubwa, hadhi kubwa. Kisha huyu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyepewa nafasi ya kuwaswalisha manabii, kuwaswalisha
kuwaswalisha manabii. Wapi? Jerusalem, Baitul Maqdis. Mwenyezi Mungu alimjalia kumkusanyia manabii wote akawaswalisha. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifa zake ni nyingi, ni nyingi sana, na ndiye ambaye atakayewaombea watu siku ya Kiyama, kuwaombea kuanza hesabu. Yani siku ya Kiyama watu hawatoanza kuhesabiwa mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam atakapowaombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa maalum za utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifa maalum za utume. Sasa hii ilikuwa ni kama sifa zake. Sasa tuangalie sifa maalum. Je, huyu ana sifa maalumu? Sifa maalum za utume wake. Sifa maalum za utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifa ya kwanza, ujumbe wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam unahitimisha ujumbe wa mitume waliopita. Sifa ya maalum ya mtume ya kwanza, unahitimisha ujumbe wa utume, yani utume wake unahitimisha ujumbe wa utume. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kuwa utume ni kama nyumba ambayo ilianza kujengwa na Adam, akaja Nuh, akaja Ibrahim, akaja Lut, akaja Idris, akaja nani, Ismail, Suleiman, Ilyasa, wote wakawa wakijenga nyumba moja. Sasa kwa mtume wakawa wamebakisha sehemu moja cha kuweka tofali hili moja peke yake. Mtume anasema ana tilka labina, mimi ndio lile tofali la kukamilisha hiyo nyumba ya utume. Kwa hivyo sifa ya kwanza ya utume wake inahitimisha ujumbe. Sifa ya pili, unafuta ujumbe wa mitume wote waliotangulia. Sifa ya pili ya utume wake, unafuta ujumbe uliotangulia, ujumbe uliotangulia wote. Tuna mitume waliotutangulia wote, lakini hawa wote ujumbe wao unafutwa na ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimaana kwa hivi sasa hakuna ambaye anaruhusiwa kufuata ujumbe wa Ibrahim na Musa na Isa. La, watu wote wanafuata ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha ujumbe wa Muhammad inahusu jamii mbili za binadamu na majini. Ujumbe wa Muhammad unahusu jamii za binadamu na majini. Ujumbe wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam unahusu watu na majini. Kwa hivyo majini pia wanalinganiwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni sifa maalum za utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumalizie na kwa kutaja kitu kinachohusiana na maswahaba. Maswahaba ni kina nani? Maswahaba, kitu kinachohusiana
na maswahaba. Itikadi ya Muislamu juu ya Muhammad tumeona. Sasa tuangalie maswahaba watukufu wa mtume wa Allah na familia yake tukufu. Huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu alimjalia wafuasi wanaitwa maswahaba. Hawa maswahaba tuangalie kidogo. Maswahaba na familia yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maswahaba ni watu ambao walikuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuanzia mwanzo alipopewa utume mpaka mwisho wa uhai wao. Sahaba ni yule ambaye alimuona mtume ama aliishi wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwamini na akafa katika imani hiyo. Huyo ndio sahaba. Alimuona mtume au aliishi wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwamini na akafa katika hali hiyo ya imani. Huyo ndio sahaba. Sasa hawa Mwenyezi Mungu amewachagua. Kwanza ni Mwenyezi Mungu amewachagua. Amewachagua kufanya nini? Amewachagua kukaa na mtume wake. Bimaana Mwenyezi Mungu aliona hawa ndio wanafaa kuwa waaminifu na marafiki na wafuasi ama wanafunzi wema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza amewachagua kuwa ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kisha Mwenyezi Mungu amewasifu na sifa nyingi nzuri nzuri, akasema ndio ambao Mwenyezi Mungu amewaridhia. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Mwenyezi Mungu amewaridhia. Mwenyezi Mungu amewaridhia, amewachagua na amewaridhia. Amewaridhia. Haya ni wajibu wa Muislamu mambo kadhaa kuhusiana na maswahaba, mambo ambayo ni muhimu, ni wajibu kwa Muislamu kuhusiana na maswahaba. Kwanza ni kuwapenda, kuwaheshimu na kuombea dua. Mambo muhimu kwa Muislamu kuhusiana na maswahaba. Mambo muhimu kuhusiana na maswahaba. Kwanza kuwapenda maswahaba, lazima tuwapende. Kwanza ni kuwapenda na kuwaheshimu. Mahali kukitajwa swahaba, Muislamu anafaa kuwaheshimu, na kuwaombea dua. Muislamu anafaa kuwaheshimu na kuwaombea dua. Namba 2, kuwaombea radhi maswahaba wote. Maswahaba wakitajwa tunawaombea radhi. Kuwaombea radhi ni kusema radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu awaridhie. Kuwaombea radhi, radhiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu awaridhie, kama ambavyo Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema laqad radhiyallahu anil mu'minin. Nafasi ya maswahaba. Maswahaba wote wa mtume wa Allah ni watu wema na ni bora, lakini walio bora zaidi yao ni viongozi wanne. Nafasi ya maswahaba wote ni bora. Maswahaba wote ni bora, ila katika ubora wale wa bora zaidi ni wanne.
naye ni Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan na Ali ibn Abi Talib. Nafasi yao ya kwanza. Nafasi ya pili, masahaba wa mtume ni binadamu wasiokuwa na kinga ya kutofanya makosa. Yani masahaba ni binadamu, wanaweza wakakosea kama wanapokosea binadamu wengine. Kwa hivyo haifai kuwatukuza sana na kuwadhalilisha. Naam. Namba 3, tunatoa ushuhuda kwamba maswahaba wote watukufu ni waadilifu na ni watu wazuri. Ni wabora, binadamu watakosea, alafu ni waadilifu na ni wema. Maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni waadilifu na ni watu wema. Ni waadilifu na ni watu wema. Hawa ni maswahaba. Familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tukimalizia familia ya mtume ni kina nani? Familia ya mtume ni wake zake. Familia ya mtume ni kina nani? Wake zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijaliwa kuoa wake 11. Sasa hawa ndio familia yake, wake zake na watoto zake na ndugu zake ambao ni watoto wa ami zake, familia ya Ali, familia ya Aqil, familia ya Jaafar, familia ya Abbas na watoto wao. Hawa ndio ahlul bait, wake zake na watoto wao na ndugu zake na watoto wao, ami zake mtume sallallahu alaihi wasallam na familia za kina Ali na Jaafar, Abbas na Aqil, ndugu zake hawa ndio ahlul bait, familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Walio bora zaidi miongoni mwao ni wale waliowahi kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam kama Ali, Fatma, Hassan na Hussein, wake wa mtume, Khadija na wengine. Hawa ndio bora zaidi ambao waliishi na mtume, walikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, uwajibu kwetu ni kuipenda familia. Wajibu ni kuipenda familia. Kuipenda familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni wajibu kwa Muislamu, kuipenda familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Muislamu anawepuka watu wa aina mbili. Watu wa aina mbili Muislamu anawepuka. Kwanza, kuna wanaovuka mipaka katika familia ya mtume na kuinyanyasa hadi daraja ya utakatifu, yani kuinyanyua, si kuinyanyasa. Kuinyanyua yani kuna watu ambao wanavuka mipaka wakaipenda familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuinua daraja la utakatifu. Hawa ni watakatifu, ahlul bait. Kuna watu wanawapenda zaidi na wakawainua daraja kubwa sana. Namba 2, kuna wanao wanyanyapaa, yani wakawachukia, wakawafanya maadui. Hawa ni watu tunafaa kujiepusha nao. Grupu hizi mbili, wale wenye kuwapenda sana mpaka wakawainua kiasi cha kuwa wanawatukuza zaidi, na kuna wale ambao wanawatweza yani na kuwadharau zaidi. Hawa ni watu tunafaa kujiepusha.
Familia ya Mtume haina kinga ya kutofanya makosa. Familia ya Mtume haina kinga ya kutofanya makosa. Wao ni binadamu, kwa hivyo watakosea kama wanavyokosea binadamu wengine. Watakosea kama wanavyokosea binadamu wengine, ndivyo ambavyo wanavyo yani familia ya Mtume haina kinga. Familia ya Mtume haina kinga, wanakosea kama wanapokosea wengine. Hapa ndipo mwisho wa muhadhara wetu, lakini ningependa tu kwanza nifupishe katika mambo muhimu yanayohusiana na maswahaba. Tumesema maswahaba ni wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni wale ambao ni kila ambaye alimdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam ama alimuona Mtume akaishi naye katika zama zake, akamwamini Mtume na akafa katika hali hiyo ya imani. Huyo ndiyo sahaba. Mambo ambayo ni wajibu kwa wajibu kwa Waislamu juu ya maswahaba ni kuwapenda, kuwaheshimu, kuwaombea dua na kuwaombea radhi. Yani kuombea radhi, sahaba akitajwa unasema radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Kisha katika maswahaba kuna wale maswahaba wote ni bora na ni waadilifu. Maswahaba wote ni bora ni waadilifu, ila tunaamini wale maswahaba wanne ndio bora zaidi, ambao wanaongozwa na Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan na Ali ibn Abi Talib. Maswahaba wote ni binadamu na ni waadilifu. Maswahaba wote ni binadamu na ni waadilifu. Maswahaba wote ni binadamu na ni waadilifu. Alafu pia tunamalizia tukisema kuwa hawa maswahaba familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kina nani? Ni wake zake, watoto wao na watoto wake Mtume na ndugu zake Mtume na ami zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajibu kwetu ni kuwapenda hawa kwa sababu ndio watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa ndio mwisho wa muhadhara wetu wa kwanza wa leo kuhusiana na imani ya mitume sallallahu alaihi wasallam. Na haya tuliyosema ni mambo ambayo ni muhimu kwa Muislamu kuyatekeleza, kuyasoma, kuyafahamu na kuyatekeleza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie kwa haya tunayosema. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قم وابتهل ويمن إلى الله، قم وابتهل إذا رمت حقا بلوغ العنان، فثابر وحصل بجهد تصل، فثابر وحصل بجهد تصل.